Ni ugonjwa ambao umesababisha kifo cha mmoja tayari usiojulikana katika kaunti ya Kakamega. Ni suala la kusikitisha baada ya mwanamke mmoja na mwenye umri wa miaka 26 kutoka kaunti ya Kakamega kufariki. Kulingana na Joyce Katenje, mamake marehemu, mwanawe aliyefariki, mumewe na mwanawe wa kiume wamekuwa wakilalamikia maumivu ya kifua, kichwa kuendesha na kutapika, ingawaje tayari walikuwa wameenda hospitalini na kupewa dawa. Aidha, mwanawe wa kike alizidiwa na kuiaga dunia, jambo ambalo hakulitarajia Joyce. Akaanza kulia kifua inamuuma. Na mimi nilikuwa tu nampatia hiyo matawa. Akaendelea tu hivyo. Lakini alikuwa anaamuka, ukipika kitu anakulako kidogo. Yaani hakuonyesha kama mtu mwenye anaweza kufa. Hali za mwanawe Joyce ambaye ni wa kiume pamoja na mumewe, ingawaje zinaonekana kubadilika, maafisa wa afya katika kaunti hiyo hawajaweza kubaini ugonjwa huo haswa ni wa aina gani. Katika eneo hilo pia utakutana na msichana mwingine aliye na dalili kama za jamaa za Joyce, akieleza kuwa baada ya kuumwa na kifua na dalili zingine aliweza kutembelea kituo cha afya, ingawaje kufikia sasa bado maumivu yapo na hajaweza kuona mabadiliko yoyote. Ilinishika kifua, alafu na mbavu na miguu, na nikaenda Shima kutibiwa, nikadungwa shindano. Nilipodungwa shindano nikarudi hapa kwa nyumba, na alikuwa amenipea dawa nikameza na sikuona tofauti. Sasa serikali ya kaunti ya Kakamega imetoa wito kwa kila mkazi wa kaunti hiyo kutembelea kituo cha afya iwapo atapata dalili au maumivu yoyote, wakisema kuwa bado wanashughulikia na kufanya uchunguzi zaidi ili kupata kiini cha mlipuko wa ugonjwa huo. Ili tutasubiri matokeo kutoka maabara yetu ya hospitali kwa wale wauguzi wetu, madaktari ambao wanashughulikia hili jambo. Wakishatupatia hali kamili, wakishajua kiini cha magonjwa haya, ndipo sasa tutakuja na tuelezee wananchi wa Kakamega ni nini kilisababisha hao wenzetu kuwa wagonjwa. Kwa mujibu wa waliotembelea vituo vya afya, wamesema kuwa licha ya kujiandikisha na SHA bado wangali wanakumbana na changamoto, kwani wangali wanatozwa malipo ya matibabu kutoka mifukoni mwao. Challenge ni hao wagonjwa tuliwarejesti na SHA, wengine vitambulisho zao zikakataa, tukawatuma waende Huduma Center, tukiwarifa, wakifika kule wanasema wanaombwa pesa. Immaculate Karimi, Undugu TV.